Matokeo yanatoka unashangaa kwa mwisho wa mfungano wa 5. Mbona unashindwa kuelewa? Mfungano wa 5. Wewe mwenyewe ukifungana kwa nao unapata confidence kama umefaulu hivi. Kuna mtu asikia anafuata mwanao unasikuwa. Mkwaju wa mwisho hapa ndio fungana mwanao. Unapata majibu ya kuwajibu. Kabla wewe mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nimesoma Bachelor of Arts in Mass Communication. Makofi tafadhali. Kwa Kiingereza inaonekana kama ni kitu kikubwa sana. Ila kwenye ndio kwa Kiswahili kuna mtu mwingine anabeba anasomea degree ya usalama taifa. Ila kwa Kiswahili nimesomea mambo ya umbea. Uandishi wa habari na utangazaji. Kwa hiyo kozi ni ngumu sana. Ila watu wanaitumia kawaida sana. Hii kozi ni ngumu. Sababu kuna muda sisi tunaenda kwenye vikao vya bunge, mawaziri. Waziri anaanza kutoa hotuba yake, anatambua wepo watu wote kusikia. Nitambua wepo waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa mamea, mabibi na mabwana, ndugu waandishi wa habari. Yaani mwandishi wa habari ni ndugu. Hata usome vipi ndio unaweza ni ndugu. Ndugu tena. Hii kozi ni ngumu kwa sababu kuna muda unaweza kuwa unatafuta habari. Unatafuta habari. Alafu unaona kuna mtu yuko pembeni anaongea. Yaani anaongea vitu vya mambo nikipata naenda mimi. Na mtu amekomaa pale. Kuna viongozi hao tunaweka. Tunawajisi sisi. Wasipende kichwani. Inakuwa kama ameshindwa hata kuingia sisi. Wanasema ngoja nipate mpe mic sasa. Ukipa tu nianze kukusaidia. Ukishapa tu mic. Unashangaa tu kwanza kabisa tunashukuru viongozi wetu. Wanafanya kazi kubwa sana. Tunashukuru kwamba ni watu wenye weledi sana na akili. Wewe msema vile ulivyokuwa unasema huko bwana. Twende mjini. Kwa sababu hii kazi unaweza kaenda sehemu. Unaweza kaenda sehemu kutafuta habari. Umerekodi pale labda unaongea na mheshimiwa. Umerekodi umemaliza pale umerekodi unafika studio. Kumbe umesahau kuwasha mic ya sauti. Unashangaa mtu mnaye anapiga ugeni. Anasemeka tu kama robot. Unaweza kulia. Nyewe wenyewe mnashikiwa. Unaambia dogo, nenda babati majali imetokea. Katuandikia habari. Unafika pale gari imepinduka. Kuna mtu aliyekufa. Wewe kuuliza. Utaandika nini? Of course kuna watu ambao na hii kazi sometimes hata unajua kuna kitu ambacho kinaweza kuona ni kikubwa sana. Ila kwa waandishi wa habari kuna kitu wanatumia kama sehemu ya kuonyesha ubora wao. Unakuta anaripoti tukio limetokea nyumba ya mfanyabiashara inakuwa. Na kwa hapo anapoonyesha ubora wake. Nasema naam tupo hapa majengo sokoni kama unaona nyumba ipo inaungua, nyumba ya mfanyabiashara inaungua. Ukiangalia moto ni kali kwa kweli. Sijawahi kuona moto kama huu. Atoka kaza kufanya kazi na miaka 20 kwenye kazi. Lakini moto huu ni moto bado hawajafika. Yaani anaongea kama ni kitu ambacho cha maana sana. Na kueleza kwamba yeye amefurahia ile kitu kinakwambia. Na ana matukio kama haya unaweza kuyapata live kupitia sisi. Hakuna sehemu nyingine unaweza kupata tukio kama hili. Yaani kama anakwambia tuko na wewe, yaani mpaka nyumba yote hii na sisi tutaona kutoka hapa. Sababu kuna mtu anakwambia studio tupate pale kwa kuangalia tena. Yaani anaamini kama wewe moto lazima. Kuna watu wanasoma kozi. Soma kozi lazima uchague. Hakuna kitu kinaona kama unamtajia msomi mwenzako mbona kama kuzidi elimu. Anakwambia umesoma, unamtajia kozi yako unaona kaja anakwambia nani mshauri. Yaani ana shida na wewe, ana shida na yule mjinga. Aliyejichanganya na mshauri kusoma kile kitu. Au unamtajia mtu kozi yako vizuri anakwambia hapo unaweza kukaa. Yaani hawezi sehemu ya kusimama kwenye kozi yako. Anaona sehemu ya kukaa. Yaani hawezi fursa. Yaani anataka wewe ndio utamtajia zile fursa zilizopo kwenye hiyo kozi yako. Kuna watu wanasoma kozi kuu. Unakuta mtu anasoma kozi ya dini na majanga tu. Sasa metolai mtu anasoma kimondo. Unasoma kimondo na anaambia serikali itoe ajira.
Kwanza jamaa alikuwa anasoma sana. Sasa ndio ikabidi nipate nimuulize. Na mbona nilikuwa nasoma sana mpaka jana. Nikapata nikamuuliza, "Mwanangu, unasoma kozi gani?" Akaniambia nasoma Bachelor of Science in Beekeeping. Akanishangaa kwa Kiingereza. Beekeeping. Nikamwambia na mimi yupi. Sasa yupi? Unataka kusoma yupi? Umepanda gari kusoma yupi blaza kwa sababu watu wameniambia kwamba yupi wako wengi na ajira atapata. Nikamwambia yupi ni watu wapi wengi